changamoto ni nyingi. Sisi ambao si wajane tukiwaangalia tunawahurumia, na ndiposa wenzangu pamoja na mtumishi aliyetoka hapa amesema mtetezi wa wajane ni Mungu, ila naye Mungu hashuki, anatumia waja wake kuwatetea nyinyi, na ndiposa akamchagua na akampaka mafuta pekee Mheshimiwa Otiende Omollo. Nataka niwaambie kwa nini. Kwa sababu hii ni sherehe ya 15 tangu mkataba uwekwe, kusherehekea kila mwaka kina mama wajane ulimwenguni. Lakini leo nataka niwape habari njema kwamba safari ya kuipa haki mjane imeanza hapa Kilifi na itakuwa inasukumwa na Mheshimiwa Otiende Omollo. Kwa sababu bila sheria wajane wanaangaliwa kama kina mama. Ni kweli ni wakina mama, na kuna sheria nyingi ambazo zinasimamia kina mama, zikiwemo ile Matrimonial Property Act. Hiyo ni sheria ambayo pia sisi kina mama inatuangalia. Tukiangalia kuna sheria ambazo zimepitishwa kumuhusu mama peke yake ama msichana, kama ile Sexual Offences Act. Lakini ukiangalia mtu anaitwa mjane ama mama mjane, it's a special case. Na ndio maana tunataka kuwe na sheria itakayomwangalia mjane peke yake ili kumpa haki zake. Ndiyo tuna mashirika kama FIDA na mashirika mengine ambayo yanapigania haki za wajane, but hatuna legal backing ya kuhakikisha kwamba watu wamearticulate, wameargue kulingana na sheria iliyopo kumlinda mjane. Na ndio maana leo mimi nafurahi kuwa host hapa, kuhost hili swala la kina mama wajane ambalo leo ndo tumeanza safari ya kutafuta heshima na haki ya mjane katika taifa letu la Kenya. Tunajua kina mama wanasimamiwa, lakini tunataka tujikomboe kama wajane ili tupate sheria ambayo itakuwa inatulinda sisi kama wajane. Na mimi nimshukuru sana Mheshimiwa Otiende Omollo. Na Mwenyezi Mungu amuongoze Mheshimiwa Otiende Omollo katika gurudumu hili kali. Kwamba si yeye ati ataipeleka bungeni tunaipite kirahisi. Itabidi aitetee na atembee kila mahali kufanya lobbying. Najua kuna watu hata wakisikia wajane wanatetewa pia bado wataleta pingamizi. Kwa hivyo huyu kazi yake ni ngumu, tumuombe. Tunapopiga magoti kumuita Mungu, pia tumuite kwa ajili ya Mheshimiwa Otiende Omollo. Ampe nguvu, ampe afya, ampe hekima, na yale masomo yote aliyosomea kuhusu sheria akiyabwaga pale kila mtu anyamaze. Awafunge wale maadui zetu midomo kama yule simba, wale simba waliofungwa katika kile kisima alichotupwa mtumishi wa Mungu Danieli. Kwa hivyo mimi nataka nyinyi wa mama msiende masasigo na gaga maneno. Tunaelewana? Kina mama, nimesema tumuombe nani? Mnamanya zinare yuno. Aifaze. Aifaze. Wale wanasema Omollo, wale wanasema Otiende, ili mradi Mungu anajua ni Otiende Omollo, ataitika tu maombi. Kwa hivyo nyinyi mumuombe sana sana. Sisi tunamheshimu, ni wakili mtajika, ni mwanasheria mtajika, na ni mwanasheria ambaye hata siasa zake anazungumzia kisheria. Kwa hivyo mimi nataka niseme leo tuko hapa na kusema ya kwamba hata county governments pia zinatakikana ziwajibike kuwahusu kuangalia masuala ya wajane. Tukiangalia hata pesa kama vile Diana alivyosema, kuna pesa utakuta ni za CDF kuangalia maslahi ya kujenga mashule, kupeana mabasari, kuna pesa zile za walemavu, kuna pesa za wale wazee, lakini katika taifa letu la Kenya katika bajeti hakuna kitita cha mtu anaitwa mjane. Hakuna. Na kuna umuhimu wa kwamba tuanze kufikiriwa ili tukue empowered, kina mama tuwe tunaweza kujitegemea. Na mimi mmesikia hapa Muzambirwa Kamare Esha Juma, mimi nimesimama na wajane
kwa sababu najua nikimfanyia mjane nimemkopesha Mungu, na mimi najua faida yangu ni kubwa kutoka kwa Mungu, manake hamuna cha kunilipa na hata sihitaji kulipwa. Na nataka nitoe wito kwa nyinyi wajane wa Kilifi na wale ambao wako huko nje. Kuna wanawake wengine ambao ni wajane lakini wanatumia wajane kama biashara. Kina mama munatumiwa, munawekwa kakapu moja, munauzwa kwa kila mwanasiasa ili mtu atengeze pesa. Ndivyo ama sivyo? Saa hizi watu wamejua ni wakati wa siasa na wanatengeneza makundi ya kina mama wajane kuteka advantage ya uchochole wao, kwamba tunjooni pamoja tutengeneze makundi, tumuite mwanasiasa fulani, akitoa 10 anawapa 2, 8 anaweka mfukoni. Ndio hapo sasa. Na hao kina mama mimi nawajua, sio prudence kabisa. Hata huyu Prudence nilimwita nikaje nikamwambia chunga na wale kina mama kule, manake biashara yao ni hiyo. Anakusanya 150 kwa kila mjane, anakwambia toa 500 za dera, anakwambia sijui lipia ofisi. Kazi yake huyu mama ni nini? Ye mwenye kare kazi dima, anafona za kwambia wafu na kusaidia. Anakusaidia vipi? Wewe kama ni mjane na kama unasaidiwa na Aisha ndo hupeana, Aisha hachukui kutoka kwa mjane. Kwa hivyo hata siku moja mtu asije kuambia Aisha anataka kufanyia wajane hiki, amesema tutoe. Mimi napeana kwa wajane, sitaki kitu kutoka kwa mjane mimi. Funaelewana? Funaelewana? Hata hivi saa hizi huu mkutano ukiisha hapa, nataka niwape habari njema kwamba kila mtu ataenda na chakula nyumbani chenye kimekuja hapa. Tunaelewana? Wakati mimi nilisema nitahosti hawa wajane, nilienda kwa ile wizara yetu ya ASALS na nikawaambia munipee chakula, na chakula kinaletwa na kila mtu atatoka hapa akiwa na chakula. Tunaelewana? Kwa hivyo mimi nataka niwaambie hamuko peke yenu, hata serikali kuu ya Mheshimiwa William Ruto inawatambua. Na sasa munaona ile amani tuko nayo hapa. Unaona ile amani tuko nayo. Tangu waingie baba kwa serikali, amani ipo ama hakuna? Wale ambao wanamkashifu wakisema ameenda serikalini, nataka niwaambie hivi. Sisi wajane na watoto wetu tunahitaji amani. Kwa hivyo kama kuna vita katika taifa letu la Kenya, hatuwezi kuwa na amani. So hayo ya kuingia serikalini, hayo ya kukaa serikalini ni 9. 10 tuangalie ili amani Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Ruto wameileta katika taifa letu la Kenya. Kwa sababu mahali kukiwa na vita anayeumia ni mama na mtoto, na kina mama ni sisi. Ndojo hebu sojo. Ni shakulipa si shakulipa? Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie ya kwamba nitasimama na nyinyi na safari imeanza. Mwapigia kura nyinyi? Munapiga kura? Wamama ndio wanaopiga kura na ndio wanaoteseka zaidi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikisema dhiki ya mwanamke aijuaye mwanamke ni mulongo mino. Nigeria uzankona katana zalazwawe kwa sababu ya kupashurwa na jala. Kazungu, charo, ajala yena kupashurwa ni hani, ni Juma, ni Dama, ni Hadija, Selina, na Hosi. Ndosho hapu sojo. Uzawakumwana kenga mochari kwa zariwa ni ushazi. Heka hindi, ni hiye, ni siswe. Kwa hivyo nataka niwaambie kina mama, haya nao yazungumza hapa Kilifi County, muyasikie tena muwasikie sana. Nimefurahi sana mimi kwamba leo kumetolewa wanawake kutoka Kwale, wale wanaosapotiwa pale county, wanaosapotiwa na dada yetu hapa. Na ni kwa sababu gani? Mama anawaenzi kina mama. Ndojo hebu sojo. Mama anafanya nini? Ni hapa ale aliahu, mazana kwa ale kuliahu. Kuna Kilifi fulani makuga taadago. Nikiamba bahaju umafundaka na fueteke za makosa. Bahani.
Bahiye. Ache bahani.